Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unaweza kujiuliza maswali mengi, lakini leo niko na maneno mafupi sana na ninaweza nikusaidie. Watu wengi wameteseka kwa ajili ya nchi yetu Kongo. Vita vimetokea vya kina, watu wamekufa wengi, watu wamehangaika, watoto kwa wakubwa kwa wazee. Sasa kipo kitu ninaweza nikusaidie tu, mpendo mwenzangu, na yapo mambo ninaweza nikakuambia. Ukikumbuka katika nchi ile ya wana wa Israeli, wana wa Israeli walitembea kwenye msitu mkubwa, walifanya siku nyingi sana katika wanatembea ili kuielekea nchi yao ya ahadi ambayo Mungu aliyowapa. Sasa nataka nikuambie, kuikaa kwa kitu ambacho Mungu alichokupatia haiwezi kuwa rahisi kama unavyozania. Haiwezi ikawa rahisi kama unavyoona ya kwamba ni rahisi. Hapana. Mungu akikupa kitu kizuri, jaribu kukipambania kile kitu kizuri, maana watakuja wengi watakitamani kile kitu kizuri. Sasa wana wa Israeli walimtegemea Mungu kwa kila njia na kwa kila aina, wakamtia Mungu mbele ya kwamba Mungu, ile nchi ya ahadi uliotupatia, uliosema na sisi twataka tuishi na watoto wetu na tumiliki vizuri. Mungu akasimama na kuwapigania. Mungu alifanya njia pasipo njia. Mungu alifanya kila kitu vizuri, mpaka watu walikuwepo walisema, sichaona Mungu kama huyu. Sasa leo Kongo yetu na sisi ni kama ile nchi ya ahadi ambayo Mungu alitupatia. Nataka nikwambie, hautakufa kabla makusudi ya Mungu kwa ajili ya nchi ya Kongo haijaonekana. Nataka nikusaidie, hautapata na shida kama makusudi ya Mungu kwa ajili ya ile nchi ya Kongo haijaonekana. Ni lazima kwanza Mungu kile ambacho alichokitia ndani ya nchi ya Kongo kitaonekana na kitatimilika. Na kama Mungu amesema watu watakufa wengi, ni lazima watu wafe wengi, lakini nchi ibakie kuwa na uzima. Amen. Unatakiwa kusadiki na kuamini hayo, kwa sababu Mungu akisema kitu, ile deja ni agano ambayo Mungu aliitia na wana. Ina maana ile ni nchi ambayo Mungu aliona ni vyema tuishi, hatukufi wote, lazima tumiliki Kongo.